Kwa nini kuna mateso mengi katika ulimwengu huu? Warumi 5:2. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliyoingia ulimwengu, na kwa dhambi hiyo mauti, kwa hiyo kifo kikaenea kwa wanadamu wote, kwa sababu walifanya dhambi. Mateso yaliingia ulimwenguni kwa dhambi ya Adamu. Mungu hakuumba ulimwengu na kifo au maumivu. Ahadi. Mungu alitoa ukombozi kupitia mwanawe ili kuokoa wanadamu kutokana na matokeo ya dhambi. Hitimisho. Mateso yanaanza kwenye anguko, sio tabia ya Mungu. Warumi 8:20 mstari wa 22. Kwa maana viumbe vyote vilitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, bali kwa ajili yeye aliyevitisha, vikitumaini kwamba viumbe vyenyewe navyo vitaweka huru kutoka katika utawala wa udhaifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote vinaungua pamoja hata sasa. Ukweli. Uumbaji wenyewe umefunjika na kuteseka kwa sababu dhambi ilileta uhalifu kwa ulimwengu wote. Ahadi. Viumbe vyote siku moja vitarejeshwa na kuwekwa huru wakati Bwana Yesu atakaporudi. Hitimisho. Mateso katika ulimwengu wa asili ya muda, lakini yaliyotendwa na urejesho wa Mungu ujao. Kitabu cha James 1:2-4. Kitabu ya Yakobo 1:2-4. Nasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu ya namna mbalimbali, mkijua ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, na saburi na iwe na tija kamili, mpate kuwa wakamilivu na watimilivu bila kupungukiwa na neno. Ukweli. Majaribu hujaribu, kuthibitisha na kuimanisha imani. Ahadi. Mungu hutumia mateso kuwaletea wanafunzi wake katika ukomavu na kufanana na Kristo. Hitimisho. Majaribu ni vyombo vya kimungu vya ukuaji wa kiroho. Yakobo 1:2-4. Nasema hivi: ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu ya namna mbalimbali, mkijua ya kuwa kujaribiwa kwa imani huleta saburi, na saburi na iwe na tija kamili, mpate kuwa wakamilivu na watimilivu bila kupungukiwa na neno. Ukweli. Majaribu hujaribu, kuthibitisha na kuimanisha imani. Ahadi. Mungu hutumia mateso kuleta wanafunzi wake katika ukomavu na kufanana na Kristo. Hitimisho.
Majaribu ni vyombo vya kimungu vya ukuaji wa kiroho. Amen. Yes. Moyo wangu katika mateso yetu. Zaburi ni kitabu ya Zaburi 34:18 nasema hivi: Bwana Yesu yu karibu na wao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Ukweli, Mungu huwakaribia wale wanaoteseka. Ahadi, huokoa katika maumivu yetu ya kina. Warumi 8:28 inasema hivi: nasi tuwajua ya kuwa Mungu hufanya vitu vyote vitende kazi pamoja kwa wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ukweli, Mwenyezi Mungu ni mwenye enzi juu kila hali. Ahadi, kila kitu, hata mateso, kinageuzwa kwa kusudi lake na wema wetu. Hitimisho, Mungu anafanya kazi kikamilifu katika kila sehemu ya mateso yetu. Ufunuo 21:4 nasema hivi: naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Ukweli, Mungu mwenyewe ataondoa huzuni zote milele. Ahadi, maumivu, machozi, kifo na maombolezo yote yatakwisha. Hitimisho, hatima ya kila mfuasi ni wakati uchao usio na mateso. Amen. Hiyo ni nasema hivi: muhtasari wa mwisho, hitimisho. Nasema hivi: mateso yapo kwa sababu Adamu alitenda dhambi. Uumbaji ulilaaniwa na adui anafanya kazi kinyume ya Mungu. Hata hivyo, Bwana anatumia mateso kuwafuta watu kwa mwanawe, kuwasafisha wanafunzi wake na kusirisha utukufu wa milele. Kila jina lina kusudi, kila chozi lina thamani, na kila mwamini ana wakati ujao ambapo mateso hayatakuwepo tena. Amen. Maswali ya mwisho kwako. Je, utachagua kuthamini wema wa Mungu hata unapokabili mateso? 2, nasema je, utachagua kumkaribia zaidi ya Bwana Yesu baada ya kuruhusu maumivu yafanye moyo wako kuwa mgumu? 3, je, utachagua kuwasilisha mateso ya Mungu na kumruhusu kuyatumia kuunda maisha yako na kuwasaidia wengine? Yeah, I have a comment over the same. I think sometimes we as Christians, we face a lot of challenges, and sometimes it breaks our heart, and we feel tired to continue serving the Lord. But the sermon of today has encouraged me that no matter what I'm going through, the Lord will always be aware of my troubles and my problems,
and He will always come on His time to rescue me, because He has said, "Blessed are those who are suffering in Christ," because it's very important when you suffer and still hold on into the Lord. So this is very much important, and a blessing to me to this evening, that I'm encouraged, no matter the situations faces me, the challenges. I should not be afraid. I should be strong, because they are there, and the Lord is going to come and rescue me. Yeah, that is my sharing. Amen. It seems. Yes, Yeah, I'm here. yeah. I'm doing fine. God is good. I have a prayer request to my congregation and children that I'm taking care of, because we have some challenges of malaria sickness, especially these heavy rains. So your prayers, all of you, are highly welcomed. Oh, that is very true. Pastor Douglas, that is a very big challenge. This season we are facing here in Kenya of rain. Yeah. That's very true. We're having such issues, so we can come together in prayer. Amen. Okay. Yeah, yeah, yeah. I can pray. Let's pray. Our Lord Amen. Jesus, we come to you and we praise you. We glorify your name for our brother Pastor Douglas. We pray that for you send protection and healing to his ministry and the kids who are sick in his orphanage. We pray, Father, that your hand may go upon them, heal them, and protect them always. Because you have said, where one or two gather together, you are here with us, and we know you have heard our prayers. We pray that you help him, you open his doors, and you bless his orphanage as well, and protect those kids for the sake of the word you have given us today. Thank you, Lord. I praise you, and we glorify you. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Yes, I can. Yeah, let's pray. God Almighty, we come on to this time. Thank you that you've been with us from the start of this meeting. And now, God Almighty, I'm praying over my brother David as he is preparing to go visit his family. I ask you for your protection. I ask you for your grace. Let the unity and the peace be among them. We'll praise you when you'll reach well. We just glorify your name. Thank you for this because you've already done it. In Jesus' name I pray. Amen and Amen. 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 Yeah, How is Naomi? for me, I recommend Naomi. All right. You're saying something, Sister Clarice? I was asking how is the health in Naomi? Brother David? Seems the signal. Mm-hmm. Yes, I have something to finish with. I'd like to say that please next time we join earlier, because today we waited for people to join for more minutes. So please next time try to join earlier. Thank you so much. All right. All right. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.